Royal Ren, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Taarifa zinazoendelea kucirculate ni kwamba huenda huu ndio ukawa msimu wake wa mwisho kutumika ndani ya kikosi cha Young Africans. Na taarifa zinadai ya kwamba hili viongozi wa Yanga wameliona mapema zaidi kabla thamani ya Stefan Aziz Ki haijashuka. Kwamba ule wakati umefika wa kumtoa Aziz Ki, wakati huu ambao kiwango chake kimeshuka, lakini wakati huu, wakati bado yupo moto, wakati bado ni wa moto Aziz, ndio viongozi wameona utakuwa ni wakati sahihi zaidi wa kumtoa ili waweze kupiga mkwanja mrefu. Na hili limeshathibitishwa na vilabu ambavyo vimeleta ofa kwa Aziz. Mkwanja ni mrefu kweli kweli. Na unajua kuna kitu kimoja, kuna muda mkishakuwa na mchezaji, kuna muda pia lazima mtakuja mtafanya biashara pia, kwa sababu kwenye mpira wa miguu tunategemeana zaidi ya vitu viwili mpaka vitatu kwa ajili ya kwenda kuongeza vyanzo vya mapato zaidi. Sema kwa hapa nchini Tanzania ni kwamba sheria bado hazijatubana kwa asilimia kubwa, kwa sababu ukiangalia timu zetu za Simba, Yanga, Azam, Singida zimekuwa zina spend sana sokoni, lakini mwisho wa siku kila ambacho anachokitoa na kile kinachoingia vimekuwa ni vitu viwili tofauti. Ukiona kwenye baadhi ya vikao vya Simba pamoja na Yanga vya kufunga msimu, mara nyingi wao wanatangaza kwamba klabu imemaliza msimu lakini ikiwa na deni labda la pungufu pengine bilioni 1, si ndio? Sasa ukija kwenye upande wa mamlaka za kimpira lazima wahoji kwamba hii pesa ilitoka sehemu gani, kwa sababu mwisho wa siku mtatakiwa mtumie kila ambacho klabu imekuwa inafanyaje, inakiingiza. Kwa hiyo kwa sasa biashara ya kuuza wachezaji nadhani imeanza kuwa nzuri kwenye upande wa soko letu la hapa nchini Tanzania. Na sio tu kwa upande wa Simba, tumeona Singida wameshafanya hizo biashara. Walikuwa na mchezaji kama Benjamin Tanimu ambaye walimuuza baada ya kuwa pia na nguvu kubwa sana za hapa na pale. Tumemwona pia mchezaji kama Selman Mwalimu ameuzwa, ameenda Wydad. Lakini ukiangalia sakata la Stefan Aziz Ki, kama wiki 3 ama mwezi uliopita, kuna siku Zambro Traore ashe kufanywa interview akasema kuna possibility Aziz Ki akabakia Young Africans kwa 20% tu msimu ujao. Kwa maana hizi 80 kuna uwezekano mkubwa wa biashara ikafanyaje, ikaenda ikafanyika. Lakini baada ya hapo, wiki iliyopita kuna picha ambazo aliziposti akiwa na Mokoena pamoja na rais wa klabu ya Wydad. Na akasema kwamba mazungumzo haya yameenda vizuri, na akasema naamini kwenye dirisha kubwa tu kuna biashara ambayo tutakuwa kuja kufanyaje, kuweza kuifanya. Aziz amekuwa anahusishwa sana na Wydad, na hata pia Engineer Hersi walivyoenda kwenye mkutano wa viongozi wa upande wa CAF pia alizungumza alivyoenda pamoja na Alikamu, akasema miongoni mwa watu ambao wamekuwa wanamsumbua kwa kiasi kikubwa ni rais wa klabu ya Wydad pamoja na rais wa klabu ya RS Berkane kuhusiana na Stefan Aziz Ki pamoja na nani na Clement Mzize. Kwa hiyo naiona ni biashara ambayo Yanga wanaweza wakaifanya, lakini kutokana pia na mahitaji pia, kwa sababu ukiangalia wana viungo wengi sana kwenye eneo la katikati. Kwa wanaweza wakapunguza mmoja wakaongeza mmoja, na sio siri pia wamekuwa wanahusishwa sana na Faisal Salum. Kwa hiyo inawezekana wameona kwamba njia sahihi ya kumpata Faisal Salum lazima tumtoe mmoja ili mmoja aweze kufanyaje, aweze kuingia, kwa sababu naamini kilichokuwa kinaleta mgongano mkubwa ni kuwepo kwa Stefan pamoja na Faisal katika upande wa klabu moja. Kwa kama mmoja wanaweza kumwachia ili wampate mwingine, inawezekana ikawa ni replacement nzuri sana kuona kwamba wamefanya biashara, lakini pia wameenda kuchukua mchezaji ambaye anaweza akakugarantii kucheza zaidi ya misimu 5 mpaka misimu 6 kwa mbele. Ukisema hivyo na maanisha Aziz huwezi kumpa hiyo guarantee ya kukupa performance bora. Aziz ni mkubwa kuliko Face, ndio? Miaka 26 kama sita. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Yaani achana na kumcompare. Yeye mwenyewe kama yeye ukimtazama, hawezi kukupa miaka 5 mbele Aziz. Kuna walaki tofauti na Faisal. Faisal namuona kwenye miaka 5 akawa yupo kwenye peak kama atapata timu ambayo itakuwa kwa shindani zaidi. Okay. Utakuwa na wakati sahihi wa Aziz Ki kubwaga manyanga Young Africans kwa msimu huo ukiwa ni mwisho. Nafikiri inawezekana kama ni wakati sahihi, kwa sababu ameshafanya kila kitu ndani ya klabu ya Young Africans. Ametoa ligi, ametoa FA,
amefikisha timu finali ya michuano ya kombe la shirikisho, amefikisha timu kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya Champions League, vitu ambavyo vyote ni historia ndani ya klabu ya Young Africans. Lakini pia ashaikuwa top scorer wa ligi, ashaikuwa MVP. Kuna namna ni kama Stefan Aziz Ki amefanya kile ambacho kilikuwa kinatakikanika yeye kuweza kufanya ndani ya klabu ya Young Africans. Lakini pia ukiangalia jinsi ambavyo hii biashara imekaa, ni ipo good kwa pande zote mbili. Inawezekana ikawa Aziz anataka pesa zaidi, lakini pia Young Africans, nakumbusha tu last season nafikiri kama sio msimu walimuongeza mkataba. Ina maana tayari hata kama wanamuuza, hata muuza bei check kama ambavyo vimekuwa kawaida. Tumekuwa tukiona vilabu vyetu vinakuwa vinashindwa kuwapa wachezaji mikataba ya muda mrefu, ambapo ikifikia wakati wa kuwauza unakuta amebakiza miezi 3, 4, kwa hata pesa mtu anapokuja mezani ku negotiate, unakuja mna negotiate pesa ambayo ni ya chini kidogo. Lakini sasa hivi wana more than, yani Azizi mkataba wake ni zaidi ya mwaka mmoja ambao uko nao ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa unapokuja kuassess ule mkataba na klabu ambayo inakuja kumhitaji, wanaanza kuangalia value ya mchezaji, mkataba wake ni mrefu kiasi gani. Na mara nyingi hata hivyo tunatoa wakiwa free. Mara nyingi tunatoa free. Vilabu vyetu vimeshazoea miaka 2 ndio mwisho. Alafu unakuta kwenye kuongeza mkataba ni wale wazee wa last minute. Kwa hiyo unaweza kaangalia, ukienda kwenye mkataba wake unasema okay, ana zaidi ya mwaka mmoja. Lakini pia akikupa historia yake, mimi nimeifikisha Yanga finali kombe la shirikisho, mimi nimeshiriki kuipeleka Young Africans Champions League global finali, ambapo hajafanya hivyo kwa miaka hivi karibuni. Lakini mimi pia nishaikuwa top scorer wa ligi, mimi pia nishaikuwa MVP wa ligi. Kwa hivyo vitu vyote vinafanya Young Africans iwe kwenye pole position ya kuhakikisha kwamba wanaweza ka maximize pesa kwa kiasi kikubwa kuliko ambavyo vingekuwa hapo awali. Lakini pia tusisahau kwamba msimu huu japokuwa amekuwa na msimu mzuri sana, lakini ana assist, anazidi kuregister assist, japokuwa magoli yamepungua tofauti na season, lakini bado ni mtu ambaye biashara inaweza kufanyika. Na kuna watu ambao wanaamini kwamba sasa hivi ni kama graph ya Azizi imekuwa inaanza kushuka, kwa sababu kumekuwa na inconsistency. Yani atakupa mechi hii, atasubiri mechi 4 ndio atakuja kukupa. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mzuri, lakini pia kitu ambacho kinanifanya ni amini kwamba inawezekana hii biashara ikafanyika na ikawa positive kwa upande wa Yanga ni kwamba sasa hivi kama umenotice vilabu vyetu kwenye kumreplace mchezaji kuna a lot of hits kuliko miss. Yani wanapatia zaidi kuliko kukosea. Hebu angalia labda Young Africans walipompoteza Fei. Hivi ni vilabu vyetu au Yanga? Vilabu vyetu. Okay. Au niweke Yanga peke yake? Nauliza. Basi ni Yanga ambao wamekuwa wakijaribu kureplace watu. Jinsi ambavyo alimreplace Fei, tunaona alienda tola season na Stefan Aziz Ki. Tunaona jinsi ambavyo Fisto Kahama yeye ambavyo alimreplace sio direct kwa mchezaji kama mmoja, lakini jinsi ambavyo aliagaa magoli yake. Lakini this season tunaona kazi ambayo anaifanya Mzize pamoja na Dube, ni jinsi ambavyo wamekuwa very good kwenye ku replace watu. Jinsi alivyoondoka Juma Shaban, watu wakajua wakahisi kwamba Yanga ndio imeshaisha, lakini akaja Atora yao Kwasi, alivyoondoka yani Kibangala. Yani kuna namna ambavyo wamekuwa wako sahihi zaidi kuliko wanavyokosea kwenye ku replace wachezaji, na naamini hata akiondoka Stefan Aziz Ki tayari Young Africans washajua kwamba tunatakiwa kufanya biashara this season, na maana tayari kichwani kwao wawe na jina ambao wanaamini linaweza likatoa kile ambacho wanakitoa Stefan Aziz Ki, lakini kwa bei rahisi zaidi, sababu ndo mpira ulivyo. Unauza mtu kwa thamani kubwa, unaenda wewe ile yako unachukua kidogo, unainvest, inawezekana hata robo unainvest. Unaona kitu ambacho anakifanya Brighton yani uwezo kwa na wasiwasi na mchezaji hata wamuuze leo. Yani leo timu inakuja na muuza leo, kesho unaona kuna jina ambalo linakuja. Kwa hiyo nafikiri kuna namna fulani kuna improvement kwenye vilabu vyetu kwa jinsi ambavyo wao wana replace watu baada ya kuuza au kutamatisha mikataba yao. Well, kuhusiana na Young Africans leo hii tunafahamu kuna mechi dhidi ya Coastal Union. Dube Mzize akili mbili kwa Coastal. Ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti.